this time around I have to watch. Akawachukua watatu ambao waliona hawa wanaangalau wanaendana viwango vya kwangu, akasema twendeni. Wale 9 aliwaacha, akaona wale viwango vyao ni vidogo, they cannot watch, hawezi kukesha, akawaacha. Akachukua watatu akaenda nao, lakini alipofika maombi nayoenda kuomba ni magumu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ninayoenda kuomba ni magumu, hawawezi kuyastahimili wanafunzi hawa watatu, ingawa viwango vyao viongezeka, lakini hawawezi kumudu maombi yale. Akawaacha, akaendelea mbele kidogo, akasema bakini hapa mkeshe pamoja na mimi. Akaenda akaomba saa moja. Watu wengi wanafikiri kiwango cha kukesha ni kiwango cha saa moja. Sio saa moja, lakini Yesu aliomba consecutive saa moja. Alikaa kwenye maombi, kama ni kwenye magoti, alikaa kwenye magoti saa moja. Ndio akasema ngoja nikawatazame wanafunzi, maana maombi ni muhimu ili mtu aishi maisha ya furaha hapa duniani. Ni kwa nini aliwaambia wale wanafunzi waombe na yeye akaenda kuomba? Ni kwa sababu kipindi walichokuwa wanakiendea kilikuwa ni kipindi ambacho ni rahisi sana kuiondoa furaha ya mtu, maana walikuwa wanaenda kushuhudia tukio ambalo hawajawahi kufikiria kama linaweza kutokea, la kumwona Yesu amekamatwa na kupigwa kama mhalifu. Ni tukio ambalo hakuna mwanafunzi yeyote aliyelitarajia. Kwa hiyo kwa wanafunzi wale lilikuwa ni jambo ambalo lingewaumiza na kuwafanya warudi nyuma. Ndio maana Yesu akawaambia twendeni tukaombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu naye alihitaji kuomba kwa nafasi yake kama wanadamu, katika ule ubinadamu wake atiwe nguvu, ili kwamba aweze kuendelea kuwa mwenye furaha wakati anayatimiza mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mapenzi ya Mungu mengine kutimia kwenye maisha yako yanahitaji gharama kubwa. So you have to be a man of prayer. Unatakiwa kuwa mtu wa maombi. Unahitaji kuwa mtu wa maombi ili hata wakati ambao yanatimizwa kwako mapenzi ya Mungu yanayohitaji gharama kubwa uweze kuilipa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya tatu inaweza kumfanya kila mtu kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yake ni kutambua kwamba maombi yanaweza kumfanya mtu akawa mshindi, akaishi maisha ya ushindi katika nyakati ngumu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tazama ushindi ambao Yesu aliupata. Ushindi ambao Yesu aliupata ni ushindi ambao watu wote walishangaa. Sikilizeni watu wa Mungu, ushindi ambao Yesu aliupata. Nataka nikupe revelations. Ushindi ambao Yesu aliupata ni ushindi ambao kila mtu alishangaa, lakini haikuwa rahisi. Wakati wanampandisha Yesu msalabani, walimpandisha Yesu msalabani kama mwanadamu ambaye amekufuru, kama mwanadamu ambaye amejivika vazi la uungu. Lakini wakati wanamtelemsha msalabani, walimtelemsha wakiwa wamethibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ni Mungu kweli. Haleluya. Ni ushindi ambao Yesu aliupata. Wakati wanamkamata, walimkamata kama mwanadamu na wakawa wanamdhihaki. Wakati walipomuita mfalme, walimuita mfalme kwa kumdhihaki, na ndio maana hata taji waliomvalisha kama ishara kwamba yeye ni mfalme ilikuwa ni taji ya miiba ambayo hakuna mfalme yeyote anaweza kuvalishwa. Kwa hiyo walimvalisha taji lile wakimdhihaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na hata walipompeleka msalabani waliweka status yake, lakini ile status yake ilikuwa ya kinafiki. Wakasema huyu alijiita ni mfalme wa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli amevaa taji kama mfalme, lakini taji ya miiba. Na wakamwandika pale status yake, lakini status yake isiyo na heshima.
lakini pia wakamning'iniza pale msalabani uchi. Kwa hiyo walimpandisha akiwa hana hadhi, lakini maisha yake aliyoyaishi yalimfanya wakati anatelemka pale msalabani, ramoko saka, wakati anatelemka pale msalabani, alitelemka wakiwa wamethibitisha na wamekiri, tena kiongozi wao amekiri kwamba hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Utakapoamua kuishi maisha ya maombi, maisha yako ya maombi yatakufanya uishi maisha ya ushindi katika nyakati ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu watajua kwamba wewe sio wa kawaida. Watu watajua kwamba wewe sio wa kawaida. Watu watajua, na Bwana awajulishe wote waliokuwa na kuchukulia kawaida, wajue kwamba wewe sio kawaida, katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai.